Tangu kutangazwa kwa kujiuzulu kwa makamu wa Tanzania Dr. Emmanuel Nchimbi, mjadala mkubwa umeibuka ndani na nje ya nchi, wakati Rais Samia Suluhu Hassan ameridhia kujiuzulu huko na mchakato wa kumpata makamu mpya wa rais ukitarajiwa kuanza kwa mujibu wa katiba. Bado yapo maswali mengi kuhusu sababu, mazingira na athari za uamuzi huo. Leo tuko na waandishi wa habari wakongwe na wachambuzi wa siasa za Tanzania. Saidi Kubenea, mwandishi wa habari za uchunguzi huyu na muhariri wa gazeti la Mwanahalisi. Gazeti hilo ndilo liliibua habari hii ya kujiuzulu kwa Nchimbi na matokeo yake lipo kifungoni kwa sasa, pamoja na Jackson Manyerere, mchambuzi mahiri huyu na muhariri wa gazeti la Jamhuri kwa wakati huu. Bila shaka mnanisikia wakati huu, na karibuni kwa wote. Asante sana, nashukuru Sudi. Tumebahatika. Nimebahatika kuwasikia kwa pamoja. Nashukuru sana na mimi. Tuanze moja kwa moja kwa Kubenea, na maswali yangu yatakuwa mafupi na majibu yawe mafupi ili tuulizane sana bila shaka. Kubenea, baada ya kujiuzulu kwa Dr. Nchimbi, je, kuna chochote kinachobadilika katika harakati za Mwanahalisi kutetea haki ya kurejea kufanya kazi hadharani baada ya kufungiwa? Mwanahalisi msimamo wake uko pale pale wa kuandika habari za kweli, sahihi, zinazopendwa na watu wengi na zinazoikosoa serikali. Na katika eneo hilo sisi tunaamini kwamba tulitimiza wajibu wetu kuhabarisha umma kwamba kuna mfukuto ndani ya serikali ambao una shinikizo la kumtaka makamu wa rais aachie ngazi, na sisi tukaripoti kwamba kwa vyanzo vyetu vya habari hadi siku hiyo alikuwa amegoma kuondoka ofisini. Swali langu ni kwamba hatua hii sasa italeta mabadiliko yote katika jitihada zenu za kuhakikisha kwamba Mwanahalisi inarejea hadharani? Haliwezi kuleta mabadiliko. Sisi tunadhani kwa mabadiliko kwa maana ya kufunguliwa gazeti. Bila shaka. Sisi tutachukua hatua mbalimbali za kuhakikisha gazeti letu linarejea mtaani. Na subiri maamuzi ya vikao vyetu vya bodi ambavyo vinatarajia kukutana wiki hii, then tunaweza tukafanya maamuzi nini tufanye huko mbele. Manyerere, Jackson, unanisikia? Nakusikia vizuri Sudi. Kwa kuzingatia historia ya Tanzania, baadhi ya watu wanataja mifano ya viongozi waliowahi kuondoka madarakani au kuondoshwa kwa nafasi hiyo ya makamu kama Aboud Jumbe. Kwa nini tukio la Nchimbi lisionekane jambo la kawaida kabisa katika siasa za Tanzania kama rekodi zinasema hivyo? Ni kweli kumekuwapo na matukio ya viongozi ama kuwajibishwa au wenyewe kujiuzuru kwa ridhaa yao. Kama ulivyosema, makamu wa rais kipindi hicho na rais wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, mzee Jumbe alishinikizwa kwa kweli ajiuzuru hapa kwenye vikao vilivyofanyika Dodoma, na mambo kama haya tena kwa hiyo hii desturi ya watu viongozi kujiuzuru imekuwa ipo, wakati mwingine kwa ridhaa yao, lakini wakati mwingine kwa shinikizo la chama au mamlaka za nchi. Sasa kwa ilivyokuwa kwa mzee Jumbe, bila shaka watu wa wakati huo, mimi nilikuwepo, lakini nilikuwa bado mdogo, miaka 80 na nilikuwa bado mdogo, lakini kwa maana ya ile tukio mtikisiko wake ulikuwepo. Nakumbuka sisi kwa tunasoma shule za msingi, lakini tunakumbuka kwa sababu kitendo cha makamu wa rais kuondoka madarakani ilikuwa ni kitendo cha kushtua. Sasa hili la Nchimbi ndio, na la Nchimbi lazima lishtue kwa sababu kwanza kumekuwepo sasa siku hizi na mawasiliano yamekuwa ni mapana mno, mitandao ya kijamii. Kwa hiyo taarifa ilivyotoka jana ikawa ni kama moto wa nyika hivi, ilisambaa kwa kasi kubwa sana. Lakini nadhani ule uondokaji wake ni tofauti kidogo, kwa maana ya kwamba Nchimbi alikuwa akitazamwa kwa namna nyingine na watu hawa walioko nje ya utawala. Inawezekana kwa huku kwa watawala wenyewe ndani ya Chama cha Mapinduzi au ndani ya serikalini alionekana mwiba, lakini kwa wananchi Nchimbi ni aina kiongozi aliyekuwa ameanza kuwapa matumaini kwamba anaondokana na yale mazoea yaliokuwepo kwa miaka yote, kwamba kwa hiyo alionyesha hizo dalili kwamba anakuja mambo ambayo kwa wananchi wa kawaida wangependa kuyaona au kuyasikia
yakitamkwa na viongozi na yakitekelezwa na viongozi wa serikali iliyo madarakani. Endelea hapo hapo. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha kuwepo kwa mgogoro au shinikizo maalum linalosababisha uamuzi huu. Ukosefu wa maelezo hayo unaacha maswali gani makubwa kwa umma? Majibu yawe mafupi. Sasa hii ni unaweza kusema ni siasa zetu za Afrika. Kwa wenzetu walioendelea uliko huko, likitokea jambo inawekwa bayana ile sababu ya kuondoka. Lakini sasa sisi huku tunakuwa ni wapiga ramli, ingawa katika hiyo ramli inaenda karibu na ukweli wenyewe kwamba kwa mwenendo, maneno na matendo na muonekano na ile kwenye uandishi wa habari huwa tunasema ile body language. Ukiona body language ya Nchimbi, ya kiongozi wa nchi na wengine, japo wakati mwingine walikuwa wanaonekana kama wanatabasamu, lakini unajua kabisa ile tabasamu ilikuwa ni poda tu, ni cosmetic tu, ni poda ya kujaribu kuonyesha kwenye hadhira, lakini kwa ndani fukuto lipo, kwa sababu hawa wamekaa na watu, kuna watu wanaowazunguka na wale maneno wanayatoa huku nje, wanasema jamani, huko ndani kuko hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Na nyinyi mnasikia? Tunasikia. Ndio hayo mengine unaona waliandika ndugu zangu Mwanahalisi wakapigwa nyundo ya utosi, lakini nadhani swala lao litaisha, busara itatumika. Kubenea, Dr. Nchimbi amesema katika barua yake kwamba anatekeleza ahadi aliyompa Rais Samia na kwamba sasa anastaafu siasa pamoja na utumishi wa umma. Kwa nini wananchi wasiamini kwamba madai ya mgogoro yaliyokuwa yanazungumzwa awali yalikuwa uvumi tu, na wewe pengine ulikuwa mweneza uvumi huo? Dr. Nchimbi katika barua yake ya kujiuzuru katika paragrafu ya 2 amesema kwamba aliahidi kwa Rais Samia kuwa atamsaidia yeye na nchi yake kwa uwezo wake wote na kwa uaminifu. Akamhakikishia kuwa siku akiona anahitaji makamu mwingine wa rais ataachie hii nafasi. Amesema amejiridhisha pasipo na shaka kwamba rais anatamani mabadiliko, hivyo ameamua kutimiza ahadi yake hiyo. Kwa maneno hayo inathibitisha kwamba kuna mgogoro kati yake na bosi wake. Ndiyo maana amesema nimejiridhisha kwamba kunahitajika mabadiliko ambayo sio mimi. Kwa hiyo kuna ushahidi wa kutosha kwamba makamu wa rais na rais walikuwa hawawezi tena kufanya kazi pamoja. Na before hiyo, sisi ni waandishi wa habari, before barua hii na before kikao cha Zanzibar tumeripoti katika tena Jamhuri liliripoti kwa mapana sana kwamba kuna kiongozi mmoja, wao hawakumtaja jina, sisi tulimtaja jina, kwamba Dr. Emmanuel Nchimbi alizungumza kwenye kamati kuu ya CCM iliyofanyika mwezi Mei mwaka huu Ikulu jijini Dar es Salaam kwa kirefu kabisa jinsi anavyochonganishwa na rais wake, na akafika mahali akasema kwamba niko tayari, kama mnaona makamu wa rais pale rais anapoondoka madarakani ndio anakuwa rais moja kwa moja, tupeleke mabadiliko ya katiba bungeni ili makamu wa rais asirithi kiti cha urais moja kwa moja, kwa sababu ugomvi alioamini yeye wakati huo ulikuwa ni urais wa 2030. Kubenea, hayo ni ya kwako na tafiti zako kwa vyanzo vyako, mwandishi wa habari. Ni maneno ya vyombo ambayo yameripotiwa pia vyombo vya habari, sio polisi tu, hata Jamhuri, gazeti la ndugu yangu Manyerere waliripoti hiyo story kwamba kuna kiongozi mmoja alitumia zaidi ya dakika 45 kwenye Central Committee. Manyerere, wapo wanaouliza kwa nini taarifa ya awali ya kujiuzulu haikutolewa Ikulu ya Rais Samia mwenyewe, bali ikaonekana kwanza kupitia kwake katika ukurasa wa Dr. Nchimbi. Hilo unaliona vipi katika masuala ya mawasiliano ya umma? Na hata ukurasa wenyewe wa Facebook wa Dr. Nchimbi unaonekana ulikuwa wa zamani, yani kwa muda mrefu akijaandikwa kitu chochote tangu mwaka 2023. Sudi, ndio hayo tunayasema. Nchimbi ni dhahiri kwamba hakuondoka kwa sababu afya yake ni mbaya. Nchimbi hakuondoka kwamba labda amechoka sasa anataka labda kwenda kufanya shughuli za kilimo au ufugaji. Nchimbi kuna kila dalili kwamba hakuondoka katika namna ya kawaida. Kaondoka katika namna ya yeye kutokuelewana na bosi wake pale. Hakusema hivyo, lakini kutokuelewana kwa namna gani? Hakusema hivyo katika andiko lake.
hakusema, lakini sasa maneno yanajieleza na matendo. Sasa ndo nakuja kwenye hilo swali lako kwamba kwa nini barua aitoe yeye badala itoke katika taratibu za kawaida. Naamini Nchimbi, Dr. Nchimbi angeondoka kwenye ile nafasi kwa sababu ya matatizo ya kiafya, ofisi ya rais ofisi ya rais ingesema kwamba makamu wa rais 1, 2, 3, au angekuwa na tatizo jingine lote ingekuwepo. Lakini kitendo cha yeye kutoa ile taarifa yeye mwenyewe kwa ofisi yake, yeye mwenyewe kusaini ile na kuisambaza kwenye vyombo vya habari, hebu tuamini kwamba ni labda ni katika ile namna ambayo alikuwa hana namna nyingine isipokuwa sasa ni kwamba afanye hilo jambo kwa namna hiyo. Kwa hiyo unaona kwamba ni dhahiri kwamba mpaka hii dakika za mwisho uhusiano wa rais na makamu wake haukuwa katika ule mtiririko ambao tunaweza tukasema mtiririko mzuri. Na haya Nchimbi amekuwa akilalamika siku zote, na utakumbuka hata kuna baadhi ya mikutano walikuwa wakizungumza, anasema kama kuna kitu ambacho Watanzania wanaweza kukifanya ni kuweka maombi ya nguvu sana ili watu wabaya wasimzunguke rais, wasimchonganishe rais. Kwa hiyo inaonekana kuna viwanda vya uongo na uchonganishi vingi sana. Kwa hiyo kwa maneno mengine unaweza kuzana kwamba wamefitinisha. So kwa hii ya yeye mwenyewe kuandika barua na ikasambaa kwenye mtandao, kwenye mitandao, ni kuonyesha tu kwamba yale mawasiliano hapo hayapo. Sisi wataalamu wa mawasiliano tunajua kuna hiyo gap ya communication. Sasa kama kukiwa na gap ya communication haiwezi kutokea hivi. Lazima kuwa na kwamba na kutokuelewana hapo. Kubenea, kama mwandishi wa habari za uchunguzi, nikikupa jina hilo na umekuwa ukifanya kazi hiyo kwa muda mrefu, swali gani kubwa ambalo bado halijajibiwa kuhusu kuondoka kwa Dr. Nchimbi ungepata fursa ya kuuliza na pengine majibu kuyapata? Ningepata nafasi ya kuuliza, ningetaka Dr. Nchimbi atueleze ni kitu gani hasa ambacho kimemfanya yeye na rais wake watofautiane. Ni kitu gani hasa ambacho yeye na rais wake kimewafanya watofautiane? Hicho ni kitu kikubwa sana, kwa sababu makamu wa rais akijiuzuru kwa katiba yetu sisi anabidi ahudumiwe kwa muda wa maisha yake yote, na kwa sheria ya juzi ambayo limepitishwa bungeni hata mke wake anakula mafao kwa muda wake wote ambao atakuwepo hapa ulimwenguni. Sasa huo mzigo mzito ambao wanabebeshwa Watanzania wangepaswa kujua ni nini hasa kilichowafanya yeye na bosi wake wakatofautiana. Lakini wewe umekuwa ukifanya habari za uchunguzi, pengine unaweza kuwa katika nafasi nzuri kwa kile ulichokichunguza, japo kwa dokezo tu. Nini hasa msingi wa haya yote kwa maneno mafupi? Kwa maoni yangu na kwa taarifa ambazo zilizopo, hii yote ni vita tu vya urais. Vita vya madaraka, watu wanajipanga kwa ajili ya 2030, na kwa hiyo yeye ni mmoja wa watu ambao walikuwa natajwa kwamba angeweza kugombea, na kwa jinsi ambazo alikuwa anaonekana ana mvuto kwa umma, alikuwa, kwa maoni yangu, wapo watu waliofanikiwa kumgombanisha na kiongozi na bosi wake ili kwa ajili ya kuangalia mbio za urais za 2030. 2030 mbali, lakini kwanza kazi imeanza, nchi imetoka kwenye uchaguzi hivi karibuni. Kwa nini mdhani hivyo? Hata Lowassa aliondoka 2008 ilikuwa mbali na 2015, lakini walimuondoa mapema, kwa sababu ukimuondoa mapema anakosa kujipanga. Ukimsubiri afike 2024 umuondoe, unadhani au 2029 umuondoe, hicho kishindo chake. Hapa kuna uchaguzi wa chama, watu wanajipanga kwenye chama, waweka watu wao, wanatafuta wajumbe tayari kuwapigia kura kwa ajili ya mkutano mkuu ujao wa uchaguzi. Sasa ukichelewa kumuondoa, maana yake ameshakuzidi mbali zaidi. Ndio maana unawahi kabisa. Kwa tathmini yako hiyo, Kubenea, Manyerere, Dr. Nchimbi ameandika barua tarehe 25 Agosti, lakini kuondoka kwake pengine kutaanza rasmi tarehe 4 Septemba. Kwa nini hivi? Kwa nini isiandikwe barua mara moja alafu mara moja ikawa ndo mwisho wa kazi yake? Sijui kwa nini amefanya hivyo, lakini nadhani swala la busara kwamba anaondoka pengine kwa manunguniko alionayo, anaondoka lakini nadhani hakutaka kuondoka kwa vitimbi. Kama vile kwamba mtu amepangishwa pahala, basi alikuja kwa kiungwana, lakini akitaka kuondoka basi hata kumwaga mwenye nyumba, hapana. Mimi nadhani amefanya ni jambo la kiungwana, kwamba hili swala japo lina maumivu yake, lakini kistaarabu basi anatoa muda kwamba huo muda mpaka hiyo tarehe 4
mambo na anajua Nchimbi ni mtu amekulia ndani ya Chama cha Mapinduzi, amekulia serikalini, anaenda umri wake wote huo miaka 50 na amekuwa katika hiyo, anajua kwamba huwezi ofisi ya makamu wa rais ukatangaza saa 5 eti saa 6 saa 7 haumo. Sasa hiyo itakuwa ni vurugu. Nadhani kiungwana tu ni kwamba hiyo mpaka tarehe 4 basi mambo fulani yafanyike hapa katikati, kwa sababu na bunge vikao vyake vimeanza leo na jina la makamu wa rais litapelekwa pale bungeni na mpaka hiyo tarehe 4 bunge litakuwa bado lipo linaendelea. Basi mimi nadhani ametoa muda mzuri wa kufanya makabidhiano au kuachia ofisi kiungwana. Na kwa sababu kumbuka hii ni siasa na siasa ni dynamic. Leo yuko hivyo, hawezi kuondoka kama vile akanyea kambi. Hapana, huwezi kujua kesho kutwa mambo gani. Unaweza kumkuta anarudi pale pale au kwenye nafasi hizi nyingine kubwa tu. Sasa umezungumzia bunge hapa. Macho yanaelekezwa kwa mrithi wake. Unadhani Rais Samia atazingatia nini hasa ukuelekea Dodoma? Vikao vimekwisha anza. Mimi nadhani Rais Samia ataleta makamu mwingine, lakini kubwa lililo wazi ni kwamba hatapenda tena apate mtu mwenye misimamo iliyonyooka na mawazo yanayotofautiana au muwazi kama aina ya Nchimbi. Nadhani atapenda apate makamu ambaye ni mkimya tu, ni makamu wa kuwa na mkasi, kufanya uzinduzi hivyo kimya. Lakini si kama yale mambo ambayo tulikuwa labda pengine ambayo kwamba jamii ingependa kusikia, lakini kwa watawala huko hawataki. Na sidhani kwa fikra zako kwamba nasema yes. Kwa fikra zako, kwa sababu mara nyingi kiongozi anataka kuchagua viongozi watakaochapa kazi na kumsaidia katika shughuli zake. Na nikirejea kwako kwa Kubenea, mabadiliko haya yanaweza kubadili mizani ya nguvu za ndani ya serikali au chama tawala? Kama alivyozungumza Manyerere, kwa kawaida nafasi ya makamu wa rais kwa mara nyingi sana huwa inakuwa ni nafasi ya kiitifaki zaidi. Sasa na kwa kuwa makamu wa rais sio mtendaji, ni msaidizi wa rais kwa katiba yetu, mabadiliko sitarajii sana kuwa na mabadiliko ya namna hiyo, na hasa ukizingatia ukweli ni kwamba kama alivyozungumza ndugu yangu kwamba rais angependa sana mtu ambaye pengine hata tamani kutaka urais uchaguzi ujao, ili kufanya serikali yake itimize majukumu yake ya wakati huu, ili iweze kuhudumia wananchi na kuachia mambo mengine yaende kama ambavyo Mungu anaweza kupanga. Jackton Manyerere, swali fupi tu na la mwisho na majibu mafupi. Katika mazingira ambayo taarifa rasmi ni chache lakini uvumi ni mwingi, Watanzania wanapaswa kuangalia viashiria gani katika wiki zijazo ili kuelewa vizuri kinachosababisha mabadiliko haya na yanakoelekea au yanakoelekeza taifa kisiasa? Mimi nadhani kwanza tuone mabadiliko ambayo atayafanya rais. Hao watakaokuwa wameteuliwa pengine kushika nafasi, inawezekana ni huyo mmoja, lakini inawezekana akatumia fursa hii kufanya marekebisho makubwa zaidi katika baraza lake la mawaziri. Mimi nadhani hizo sura zikishaingia pale ndio sasa tutakuwa kwenye nafasi nzuri kwamba anakusudia mwelekeo upi. Lakini hilo wazi ni kwamba rais ana kazi kubwa ya kupambana na makundi na minong'ono ndani ya serikali na ndani ya Chama cha Mapinduzi. Kuondoka kwa Nchimbi sidhani kama kutamaliza hii minong'ono ambayo yuko chini. Sisi tuko bungeni, tunasikia wabunge wanapozungumza pembeni, lakini wanaogopa kusema wazi, lakini minong'ono ipo mingi. Jackton Manyerere na Saidi Kubenea, waandishi wa habari wa Tanzania, nashukuru kwa kushiriki kipindi hiki.